akaanza kunishika. Iliposhika tukaparambana mpaka kufika hatua ambao sielewi. Amepiga na upini ya jembe. Anataka kubaka mimi. Na mimi ndo kashikana hapo na yeye ndo kanisidi nguvu kutokana kachukua pini ya jembe. Kanipiga mimi kakosa fahamu. Ni tukio la kusikitisha ambalo limetokea hapa katika kijiji cha Gedamara, wilaya Babati, mkoani Manyara, ambapo bibi mwenye miaka 61 amedai kuvamiwa na kujeruhiwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake na kijana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka takriban 30. Tukio hili linaelezwa kutokea tarehe 26 mwezi wa kwanza ya mwaka 2025, ambapo inadaiwa kwamba kijana huyu alikuwa akitaka kumbaka bibi huyu, na baada ya kushindwa kufanya kile ambacho alikuwa akihitaji kukifanya, basi akaanza kumshambulia bibi huyu na kumjeruhi maeneo mbalimbali ya mwili wake, ambapo kwa mujibu wa maelezo mama huyu, kijana huyu aliyefahamika kwa jina la Luka alifika nyumbani kwake akiomba chakula. Hata hivyo, baada ya muda alianza kufanya jaribio la kumbaka, jambo ambalo lilimlazimu mama huyo kujaribu kujihami. Katika harakati hizo, kijana huyu alidaiwa kumshambulia kwa kutumia mpini wa jembe na kumpiga kichwani pamoja na kumvunja mguu mmoja. Mama huyu anasema alipoteza fahamu na kuzinduka asubuhi ya siku iliyofuata, ambapo aliwataarifu watoto wake waliomsaidia kufikisha taarifa kwa vyombo vya usalama. Kwa sasa mama huyu ambaye ni mjane ameshapatiwa matibabu na anaendelea kupona, huku akiendelea na mazoezi madogo ya kutembea. Hata hivyo, anaeleza kuishi kwa hofu kutokana na mazingira anayokaa. Familia yake imeomba serikali pamoja na jeshi la polisi mkoani Manyara kuchukua hatua zaidi dhidi ya mtuhumiwa huyo kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mama huyu na jamii kwa ujumla. Tumefika hapa katika kijiji hichi cha Gedamara, nyumbani kwa bibi huyu, ambapo anatueleza mkasa mzima ilivyokuwa. Jina langu naitwa Pascalina Gidadel, mkasa ya Gedamara A. Ni mnamo saa 3:30 akapisha hodi cha pili, akaanza kunishika. Iliposhika tukaparambana mpaka kufika hatua ambao sielewi. Amepiga na upini ya jembe. Na hapa hana silaha yoyote, upini imekuta ndani, akachukua akanipiga wakati tumeshindana nguvu, mimi kashinda nguvu. Hapo kakuta kichwa amefimba, amepiga ngeo mbili, mguu kapiga mbili, moja imefunja, ngeni kapata jeraha. Unaweza kufunga saa 12, naogopa hata kama mkogisa, naogopa pengine niko hapa pembeni ya nyumba. Hata sasa hivi naishi na mashaka. Naishi kwa mashaka sana. Majira kwa kweli kabisa, mimi kuja mara kwanza tumeshikana mkono, baada mimi kushinda akachukua pini ya jembe akanipiga ngeo mara 2, ni hapa kichwa mara 2. Baada kuanguka sasa mimi kakosa fahamu. Mimi kusinduka saa 12 nikakuta mguu mifungika. Hapa sijui, sielewi. Bado tunajadili, hatuna uwezo, hatuna nguvu. Banangu mifariki, mzee wetu mifariki. Tuko hawa, ilikuwa tuko watatu. Mmoja ameenda mbele haki na mzee. Lakini tumpake wawili, hatuna nguvu. Na hata kama nenda mpeleka lalamiko, viongozi hana mtu kusaidia. Akamwambia kijana wangu peleka hospitalini, apata pefri. Tukaenda sawa. Tukaenda paka kituoni, kaandika pefri yetu, tukaenda hospitalini. Kufika hospitalini, daktari akasema kwa kweli siwezi kupima bila kwenda kupeleka kwenye X-ray. Tukaenda Babati, kapima X-ray, na kweli mguu umepasuka, mipima kwa X-ray, tukarudi nyumbani. Na kiongozi yangu hajarudi kuja kuniangalia mpaka hadi leo. Sina nguvu, mimi mjane. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Babati Emmanuel Kaganda amefika katika kijiji hichi cha Gedamara, ambapo amezungumza na wananchi na kuwataka kutoa taarifa kwa haraka zaidi za ukatili ili wahusika waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Tena kidogo kwenye swala la umuhimu wa kuhakikisha kwamba matukio ya uhalifu yanaripotiwa kwa wakati. Nirudie tena kusema kwamba watoto au wakina mama, maana vikao vile vya familia sivyo vya jamii, mnasema muache, hapana, acheni.
hebu tukae, ataenda kufungwa miaka 30. Na huyu dada ambaye ameumizwa kisaikolojia, umeona tukio lolote la uhalifu kwenye maeneo yako, au kuna kijana ambaye anakusumbueni kwenye eneo lenu, lakini wengine wameamua kumfunika kwa sababu labda ni ndugu wa mwenyekiti au ndugu wa mtendaji, ndugu wa nani, wa mwenyekiti wa chama pale na nini, nasema jamani, huyu hebu hapana. Wewe nifikie mimi kwenye simu,